Hello, naitwa Dr. Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Na leo basi naomba nifundishe somo muhimu sana ambalo nina imani kabisa hujapata kulisikia, lakini hili ni somo muhimu sana ambalo najua kama mwanafunzi wa ufalme utaweza kujitengenezea nafasi nzuri sana ya kuweza kuelewa nini unapaswa kufanya unapokuwa na mwalimu kama mwanafunzi na wajibu wako kama mwanafunzi kwa mwalimu. Na hii ni muhimu sana kwa sababu mifumo ya dini na madhehebu imetengeneza nidhamu mbaya na mifumo mibaya hata kuwafanya watu wengi sana kutowajibika wanapokuwa wanafunzi, kitu ambacho ni kibaya na kinawafanya watu wengi wasiweze kupata matokeo. Na somo hili lina kichwa sheria ya wanafunzi ndani ya ufalme, au sheria ya ufalme ya wanafunzi, au the kingdom law of discipleship. Ni sheria ya ufalme ya wanafunzi au the kingdom law of discipleship. Sasa tukiangalia mstari wetu wa msingi katika Mathayo 28:18-20, tunaona kuna commission au agizo kutoka serikali ya mbinguni kupitia mfalme Yesu kwa watoto wake wote kuhusiana na namna ambavyo wanaweza kuisukuma mbele elimu ya ufalme. Na katika Mathayo 28:18-20 nasema, Yesu akawajia na kusema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa katika mstari huu wa 18 tunaona mfalme Yesu anatoa ripoti ya mamlaka iliyorejeshwa upya kwa serikali ya mbinguni kwa baba na watoto katika koloni lao la duniani. Kwa hiyo baba anawashirikisha watoto kwamba sasa tumeshapata mamlaka, tumerejesha mamlaka mbinguni na duniani. Dunia saizi imekwisha kuwa chini ya mamlaka yetu. Anaendelea mbele katika mstari wa 19 anasema, kwa sababu hii, yani sababu hiyo ya kupata mamlaka ya duniani, anatuagiza sasa, anasema, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika mstari wa 19 hapa anatupa agizo sasa la kwenda ulimwenguni. Sasa ulimwenguni ni wapi? Kuna tofauti kwenye Kigreek kati ya ulimwengu na dunia. Kwenye Kigreek unaposema dunia ni ili earth, ili tunalolikanyaga inaitwa Gaia, lakini ulimwengu ni zile governing influences au shawishi zinazotawala. Kwa mfano ulimwengu wa kidini, ulimwengu wa siasa, ulimwengu wa mitindo, ulimwengu wa, yani zile governing influences. Sasa ametuambia twende kwenye governing influences kwa sababu kwenye hizi ulimwengu governing influences ndio kuna watu waliobebwa na hizo shawishi zinazotawala. Kwa humo ndio kuna watu ambao wana mitazamo mbalimbali kulingana na ile shawishi inayotawala kwa wakati ule. Kwa hiyo mle ndio tunapokwenda sasa, ndio tunawafanya hao watu sasa kuwa wanafunzi. Manake kwa sababu dunia imekwisha rejeshwa chini ya mamlaka yetu, tunaanza kuwafundisha mtazamo mpya wa maisha kinyume na ule mtazamo au ushawishi unaotawala. Kwa mfano kwenye siasa tunaanza kuwafundisha watu namna ya kutawala kwa mtazamo wa ufalme, unaona, namna ya kufanya mitindo kwa mtazamo wa ufalme. Kwa hiyo wanakuwa wanafunzi. Kwa hiyo tunaanza kuwapa idea mpya na sahihi na original za kimbingu kwa namna ya kutembea katika maisha kulingana na hiyo governing influence au ushawishi unaotawala au ulimwengu husika. Na katika tukishawa introduce katika huo ulimwengu husika au hiyo shawishi na utawala husika, manake ni kwamba watamwamini Bwana Yesu na ile elimu. Manake ni lazima watu hawa tuwakabidhi kwa mwalimu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ndio maana lazima kuwafanyia ubatizo, inaitwa baptizein. Manake unamzamisha mtu, unampa utambulisho mpya chini ya master teacher mpya ambaye ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hilo unaweza kuona kwamba sasa tunakwenda tunawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Sasa unaweza kuona, na anasema nanyi wafundisheni kuyashika mambo yote niliyoagiza ninyi. Unaweza kuona, kwa hiyo yote ambayo mfalme Yesu aliyoyasema kuhusiana na ufalme tunawafundisha kuyashika, sio kuyasikia, kuyashika. Na anasema hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Unaweza kuona, kwa hiyo mfalme Yesu kuwa pamoja nasi hakutokani na sisi kuwa Wakristo au kukaa kwenye dini za Ukristo na madhehebu au kuwa Waislamu. Kunatokana na sisi kuwafanya watu kuwa wanafunzi, alafu tunawafundisha elimu ya ufalme kwa upana sana, na waishike, na wakishaishika manake waitendee kazi kwenye maisha yao. Na hapo ndipo ambapo mfalme Yesu anakuwa pamoja nasi hata mwisho, hawezi kutuacha. Hilo ni jambo la msingi sana. Sasa unaweza kuona katika Mathayo 28:18-20 kuna vitu vya msingi sana vya kujifunza. Kwa hiyo unaweza kuona kwa uwazi kabisa mfumo wa kuendesha elimu ya ufalme
haujatengenezwa katika mfumo wa dini na madhehebu au kuwa na taasisi au kuwa na majengo, bali ni mfumo wa mahusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi. Sisi tuliojua elimu ya ufalme tunakuwa walimu, na wale wasiojua wanakuwa wanafunzi, mpaka nao pia watakapofuzu kuwa walimu, nao pia wanakuwa na wanafunzi wao pia. Unaweza kuona. Kwa hiyo ni relationship kati ya mwalimu na mwanafunzi, sio kwenye majengo wala taasisi wala dini wala dhehebu. Ni mahusiano ya mwalimu na mwanafunzi, na ndio yaliyodesainiwa katika kuweza kujenga ufalme. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Sasa unaweza kuona kabisa kwamba agizo kutoka kwa baba yetu mfalme Yesu katika kuweza kujenga ufalme, mara nyingi tunaujenga ufalme kwa mfumo wa mwalimu, Kiebrania tunaita rabi, na mwanafunzi, Kiebrania inaitwa talmid. Ni mahusiano kati ya rabi na talmid. Mwalimu anaitwa rabi Kiebrania, na mwanafunzi anaitwa talmid, anaitwa disciple, talmid. Sasa rabi ni nani? Rabi sio kama walimu walio leo, kama walimu wa shule msingi, vyuo vikuu, hapana, ambao wanakufundisha somo fulani. Ila rabi kwa wenzetu, yeye ni mwalimu wa maisha, anaitwa life coach. Anakufundisha vitu vyote vya maisha, na ndio maana rabi ni mtu ambaye unamfuata maisha yako yote, unakula naye, unatembea naye wakati wote. Ndio wenzetu walikuwa wanafanya hivyo, maana kila whereabouts au eneo lote la maisha yeye ndio anakupa miongozo. Ndio maana anaitwa rabi. Rabi ni life coach, sio hawa vyuo vikuu ambao wa shule za msingi ambao utakuta anakufundisha somo fulani. Hapana, wenzetu rabi ni life coach, anakufundisha maeneo yote ya maisha. Ndio maana anaitwa rabi, ni life coach, na huyu unakuwa naye katika maeneo yote ya maisha. Ndio maana wengi wazazi walikuwa wanawatoa watoto wao, wanamkabidhi kwa rabi. Huyu anakupa majibu yote ya maisha. Ndivyo ilivyokuwa, anaitwa life coach, rabi. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu. Na talmid ambaye ni mwanafunzi, naye pia ni life student. Huyu naye anakuwa ni mwanafunzi wa maisha kwa huyu rabi. Kwa hiyo ataenda hata kama akiwa amefuzu, na yeye anakuwa sasa ana wanafunzi wake, bado huyu mwanafunzi ambaye huyu mwalimu alikuwa mwanafunzi, akitaka kuuliza vitu vipya hawezi kuuliza mwingine, anakwenda kwa mwalimu wake wa zamani, kwa sababu huyu anakuwa kwake ni rabi, ni life coach. Ndio maana mwanafunzi Kiebrania anaitwa talmid. Talmid ni life student na rabi ni life coach, na ni muhimu sana kuwa na rabi, life coach katika nyakati, katika hii elimu ya ufalme. Ndio maana Waisraeli waliambia, japokuwa Bwana atawapa chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa, maanake mwalimu wako utamuona. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na mwalimu personally, wa kuwa unamuuliza vitu vyote kwenye maisha, kwa sababu ndio relationship iliyotengenezwa ya kimaagano kati ya mwalimu na mwanafunzi katika ufalme. Kwa hiyo rabi na talmid, au mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu hapa anaitwa rabi, ambaye ni life coach, pamoja na life student talmid. Haya ni mahusiano ya kimaagano, yani ni covenant relationship kati ya mwalimu ambaye rabi na mwanafunzi talmid. Hilo ni muhimu sana. Tunaposema mwanafunzi mwalimu, hatumaanishi kwa mfumo wetu, ila ni mfumo huu kwa maana ya life coach na life student. Sasa ni mfumo wa mahusiano ya kudumu kati ya rabi na talmid, sio kitu ambacho unajifunza unamuacha. Watu wengi wanakosea kwenye ufalme. Mwalimu hutakiwi kumwacha, anatakiwa kuwa mwalimu wako wa maisha yote, ambayo utamuuliza kwenye mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa, mambo ya kila eneo. Yeye ndo anakuwa maisha yako yote, mwalimu wa maisha. Na huyu ni muhimu sana kuwa naye, kwa sababu atakusaidia kwenye mambo mengi sana, kwa sababu kunakuwa na covenant relationship. Na ndio maana Bwana Yesu alikuwa naye ana wanafunzi, na hawa wanafunzi wote waliokuwa wanamfuata yeye aliwapa vigezo. Sasa katika kuwa mwanafunzi, kuwa life student, kuwa life coach, lazima kuna vigezo katika ufalme. Ndani ya ufalme kuna vigezo vitatu muhimu ambavyo ningependa kila raia wa ufalme ajifunze, ili unapokuwa na life coach wako rabi, ili usiweze kumesa. Kigezo cha kwanza ambacho tunachotakiwa kuelewa kwa mwalimu, ambacho Bwana Yesu alikitoa, ni kuwa mwanafunzi lazima awe na uwezo wa kubeba msalaba wake yeye mwenyewe, na hatakiwi kubebewa na mwalimu. Nitafafanua msalaba ni kitu gani. Msalaba ni pamoja na gharama, yani mwalimu hatakiwi kubeba gharama zako za kujifunza, za kila kitu. Msalaba unabeba mwenyewe, ndio unamfuata mwalimu.
na ndio ilikuwa ni concept iliyo wazi. Ukisoma Luka 14:27 inasema, yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Anasema, ni nani miongoni mwenu ambaye kama anataka kujenga nyumba hakai kwanza chini na kufanya makisio ya gharama aone kama ana fedha za kutosha kukamilisha? La sivyo, akiisha kuweka msingi naye akiwa hana uwezo wa kuikamilisha, wote waionayo wataanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga lakini hakuweza kukamilisha. Au ni mfalme gani atokaye kwenda kupigana vita na mfalme mwingine ambaye hakai chini kwanza na kufikiri wapo akiwa na jeshi la watu 10,000 ataweza kupigana na yule anayekuja na jeshi la watu 20,000? Kama hawezi, basi wakati yule mwingine akiwa bado yuko njiani, yeye hutuma wajumbe wa watu na kuomba masharti ya amani. Unaweza kuona Bwana Yesu anaanza kutoa mapema kwamba ili uwe mwanafunzi wake, gharama lazima uanze kuzipiga mapema. Uwezi ukawa mwanafunzi wake alafu yeye akabeba mzigo wa cost lazima uibebe mwenyewe. Cost ya matatizo ya vitu mbalimbali lazima uzibebe kama mwanafunzi. Gharama zote zinazokugharimu ili kujifunza ujinga ulionao, maanake ni kwamba ili upate maarifa lazima uyagharamikie wewe, sio mwalimu. Let's say katika group la WhatsApp, kama wewe unataka kujifunza, hatakiwi mwalimu kugharamika eti bando au chochote. No, msalaba unatakiwa kubeba mwanafunzi, sio mwalimu. Na mwanafunzi lazima awe tayari kubeba mzigo wa kujifunza, sio mwalimu. Hilo ni muhimu sana, naomba watu walielewe. Kwa hiyo mwanafunzi lazima awe na uwezo wa kubeba msalaba wake yeye mwenyewe, na hatakiwi kubebewa na mwalimu. Na lazima upige gharama. Je, mimi nataka nijifunze elimu, je, cost yangu? Kaa chini, piga cost. Lakini Mathayo 10:38 hadi 42 nasema, tena yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kunifuata hastahili kuwa wangu. Ayang'ang'aniaye maisha yake atayapoteza, lakini yeye atakayetoa maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Anazungumzia habari, kuna watu wanayang'ang'ania maisha yao, wanaona kabisa kwa sababu wana pesa, anaona kama hizi labda kuwa mwanafunzi inagharimu. Utayapoteza maisha hayo, lakini yote anayatoa atayapata. Kwa hiyo anasema, mtu yoyote atakayewapokea ninyi atakuwa amenipokea mimi, na yote atakayenipokea mimi atakuwa amempokea aliyenituma. Mtu yote anayempokea nabii kwa kuwa ni nabii atapokea thawabu ya nabii, na mtu yote ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapokea thawabu ya mwenye haki. Kama yote akimpa hata kikombe cha maji mmoja hawa wadogo kwa kuwa ni mwanafunzi wangu, amini nitawaambia hata ikosa thawabu yake. Unaweza kuona kitu kama hiko. Anazungumzia kitu cha gharama, kwamba unapompokea mwalimu aliyetumwa, manake kupokea hapa imaanishi kingine, ni kumsaidia, kusupport. Manake unapomsupport mwalimu anayekufundisha, unakuwa umemsupport pia na Bwana Yesu. Ndivyo ilivyo. Ukisoma Mathayo 16:26 anasema, ndipo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, au chukue msalaba wake anifuate. Na kujikana manake you need to deny. Utaki kujisikilizia gharama ukaanza kuona shida, kununua vitabu unaona shida. Kujikana ni pamoja na kugharamika. Nunua vitabu ujifunze, huko ni kujikana. Ukianza kusikiliza hili pesa nataka ni ile chakula, huwezi kuwa mwanafunzi, sio mtu anajikana. Ndio maana mwanafunzi lazima ajikane apate material. Unaona, hiyo ni muhimu sana. Ndio maana hapa anasema hivi, kwa maana itamfaidia nini mtu kuupata ulimwengu wote lakini akayapoteza maisha yake? Au mtu atatoa nini badala ya maisha yake? Unaweza kuona. Kwa hiyo kuna mtu anataka kukusanya pesa awe nazo nyingi. Utapoteza, uwezo kuupata ulimwengu wote. Jifunze kutoa gharama kwa ajili ya elimu ili kusaidie kwa ajili ya kuweza kukupa maisha. Ndio maana moja ya kigezo cha mfalme Yesu cha kuwa mwanafunzi wake ni lazima ugharamike wewe mwenyewe. Namba 1. Namba 2, kigezo alichotoa ni kumpenda mwalimu kuliko chochote, kwa sababu yeye ndiye aliyebeba maisha yako. Yeye ndiye aliyebeba siri za maisha. Ukisoma Luka 14:26 Bwana Yesu anasema, mtu yote anayekuja kwangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu kama hata nipenda mimi zaidi ya baba yake au mama yake, mke wake, watoto, ndugu, dada. Unaweza kuona mwanafunzi mzuri ni yule ambaye anayempenda mwalimu. Sasa hapa kupenda manake ni mwalimu wa ufalme. Usiwapende manabii au watu wa dini, watakuumiza. Mwalimu wa ufalme ambaye amejazwa ana Roho Mtakatifu na mwalimu sahihi hawezi kukuumiza ukimpenda. Ukimpenda atakuposi katika usahihi, na wewe utaanza kuwapenda familia yake. Ndio alivyo, kwa sababu anajua kwa huyu mwalimu hakuna madhara, kwa sababu yeye anachotaka ni wewe umsikilize, umtii katika kila jambo, ili akupe miongozo sahihi ya maisha.
Kuna mwingine utakuta anamkataza mke wake kutoa sehemu ya 10. Kuna mwingine mume wako anakukataza kutoa sehemu ya 10, anakuona wao ni matapeli. Sasa ukimpenda mume kuliko kumpenda mwalimu utapoteza, kwa sababu kutoa sehemu ya 10 ni sheria ya ufalme. Lakini hata kama utamwezesha mwalimu, kuna hasara gani wakati wewe anakuwezesha? Huo ni ubinafsi, brothers. Hata mashetani hawafanyi hivyo, hata wachawi hawafanyi hivyo. Ndio maana ni muhimu sana ukajifunza kumpenda mwalimu kuliko kuweza kupenda ndugu yako yoyote. Hilo ni muhimu sana, na Bwana Yesu aliweka wazi clear, kwa sababu alijua kabisa kuna baadhi ya ndugu wanaweza kukublock ili usiweze kufuata mafundisho au kufuata maelekezo sahihi kabisa ya ufalme. Lakini kigezo cha 3 alichotoa Bwana Yesu, alisema mwanafunzi anatakiwa kuacha mitazamo na mafundisho yote alionayo nyuma. Ukisoma Luka 14:33, vivyo hivyo anasema mtu yote miongoni mwenu ambaye hawezi kuacha kuwa chini ya mafundisho na mitazamo yoyote alionayo, kubachos, anasema hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Unaweza kuona Bwana Yesu alikataza watu kuwa na mitazamo. Ukiwa mwanafunzi ndani ya ufalme, unaachana na mafundisho yote ya dini ulionayo. Ukiingia huku ukaanza kusema kwenye dini fulani tulikuwa tunafanya hivi, uwe ufai. Unatakiwa kuuliza jambo, usifananishe na mafundisho ya dini. Mwingine anasema sasa, unajua utakuta mwanafunzi unamfundisha alafu mbishi unamwambia fanya hivi, toa hiki, lakini anakuwa mbishi. Huyo mtu hafai. Bwana Yesu anasema huyo mtu hafai. Na ndio maana nimejaribu kuweza kutengeneza hii kitu iwasaidie, ili sasa mwanafunzi asiyeendana na miongozo aliyotoa Bwana Yesu, huyo mwanafunzi hawezi kufaa. Huyo mwanafunzi ni wa kumtupa nje, kwa sababu hawezi kufaa, na Bwana Yesu ametupa ruhusa, mti usiozaa matunda utakatwa. Kwa hiyo ndio maana utakuta kuna kitu kinachoitwa ubatizo. Ubatizo ni alama ya mwanafunzi kufuata mafundisho yote alionayo, kufuta mafundisho yote alionayo huko nyuma. Ubatizo wenzetu walikuwa wanatumika kwa maarabi, yani ukitaka kuwa mwanafunzi au talmidi wa rabi fulani, mwanafunzi wa rabi fulani, ili kukwepa ubishi na mgongano wa kimafundisho, kwanza ulilazimika kubatizwa, kuzamishwa, baptizein. Unazamishwa maanake unafuta mitazamo yote ili uwe wa mtu fulani, ili uwe chini ya master rabi fulani, na pale unaanza kumsikiliza katika kila jambo. Na ndio ubatizo ulimaanisha hivyo, unazamishwa ili uwe wa mtu fulani. Ndio maana walizamishwa wawe wa Musa. Hilo ni muhimu sana kulielewa, na ndio maana unapoingia kwenye ufalme si jambo zuri kuwa na tabia ya ubishi. Unapofundishwa, sikiliza ili kuweza kupata faida. Kwa hilo ni muhimu sana la hiyo ufalme. Naomba niishie hapa, naomba ufuatilie sehemu ya 2 ili iweze kukusaidia zaidi kupata mafundisho zaidi ya sheria ya wanafunzi ndani ya ufalme. Naomba usikose sehemu ya 2. Naitwa Dr. Gunewe, asante.